Mwaka 1991 kama sikosei. Nilikuwa sijazaliwa, lakini nilivyosikia ni kwamba Baba Mtakatifu ndio mwaka ambao alikuja hapa nchini Tanzania kama sikosei. 1990. 1990. Septemba tarehe mosi. Septemba tarehe mosi. Najua ni kwa nini unakumbuka sana. Na historia inaniambia kwamba wewe ni miongoni mwa watu wawili ambao walipiga kinanda siku ya adhimisho hilo la misa takatifu. Alikuwa anacheza marehemu Stanislaus Mujwahuki. Ndio. Na marehemu John Mgandu. John Mgandu. Ndio alikuwa anacheza kinanda. Sisi tulikuwa waimbaji. Mlikuwa waimbaji? Mbona kama kuna mtu aliniambia umecheza kinanda? Sasa wanachukaga Mjwahuki na Mjwauzi. Mjwahuki na Mjwauzi. Hongera mwalimu. Ulikuwepo katika lile adhimisho la misa takatifu. Na utaratibu wa kipindi kile wa kiuimbaji ulikuwa ni upi? Utaratibu tuseme kwamba ujio wa Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili ndio ulikuwa mwanzo wa kutengeneza kwa kandogo au kwa kata ndogo. Kwa sababu wakati ule ilikuwa haijakuwepo. Sasa imetangazwa kwamba anakuja Tanzania. Sasa anakuja itaimba kwaya nani? Ukienda San Joseph pale ukichukua kwaya pale hata ukichukua kwaya mbili bado zitoshi kwa umati utakao kuwepo. Ukienda Msimbazi wakasema hapana, twende kwaya sasa zote tukachukue baadhi ya watu tukawaunganisha pamoja. Basi wana nini? Waunde kwaya moja. Nyimbo zitengenezwe ziandaliwe vizuri, wafanye mazoezi. Na ndilicho kilichofanyika. Kwanza ikachukuliwa kwaya ya Mtakatifu Cecilia kutoka Mwenge, wakarekodi nyimbo zile za makaribisho za kutoa taarifa kwa watu kwamba kuna kitu kinakuja. Ilipomaliza hivyo wanaofu ndo wakaanza sasa kutengeneza ile kwaya rasmi ya kuja kuimba ile siku yenyewe ya tukio. Hilo lilikuwa ni wazo la nani? La kuanzisha kwa kata ndogo. Alikuwa ni viongozi wa jimbo walikuwa wakati ule na waliturujia walitengeneza manake kikao kikubwa ambacho kilikuwa kikiongozwa na marehemu Monsignori Mbiku. Kwa sababu alikuwa na ratibu zoezi zima, wakapata mawazo hayo wakaona bora tutengeneze kwaya moja kubwa itakayoimba siku ile kwenye viwanja vya Jangwani hapa ambapo alifikia Baba Mtakatifu. Hongera sana mwalimu. Unafikiri uwepo wa UKWAKATA ndogo umesaidia kwa kiasi gani katika utekelezaji wa majukumu ya kijimbo kama utume wa UKWAKATA? Unasaidia sana. Ile UKWAKATA ndogo ni kikundi ambacho kinasaidia mno. Kwa sababu likitokea tukio lolote kama ni la ghafla, wao wako tayari kwa sababu wana kuwasiliana kwa mara moja, wanafika wanafanya zoezi labda la siku moja mbili, limetokea jukumu la jimbo ghafla kuna kitu kinafanyika. Kwa mfano inatokea saa nyingine hata uliona majuzi hapa padre mmoja amefariki. Sasa unakuta UKWAKATA ndogo tayari wameshafika, wanaandaa nyimbo zao, wanakwenda kuimba. Na kwa sababu ni kundi ambalo limeundwa kwa kipindi fulani limekuepo, limeshakuwa na umoja wa ukaribu sana wa yani wana maelewano ya karibu sana, ishakuwa kama ni kwaya moja. Hata mwenzao akipata na jambo lolote wanashirikiana pamoja, wanaungana naye, amefiwa wanamchangia, amefariki wanashirikiana kwa pamoja kwenda kumaliza yote hayo. Kwa hivyo UKWAKATA ndogo ni kundi la muhimu sana katika jimbo kuu la Dar es Salaam, likiwakilisha kwaya zote za jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa mnajivunia lile wazo ambalo mliendesha pamoja kuhakikisha kwamba ndio tunajivunia sana kwamba hilo wazo sasa ujio wa Baba Mtakatifu umeacha kumbukumbu endelevu mpaka sasa.